Asa bwana, hivi ushakujiuliza endapo siku moja umeamka asubuhi na ukuta nchi nzima mfariki na umebaki peke yako, je, utachukua hatua gani? Asa hao majibu ya maswali yako bwana, naomba niachie hapo chini kwenye comment, lakini simulizi au mzigo utakupa majibu ya maswali yote ambayo unajiuliza. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza ukimwonyesha mwamba kuitwa Deli, na huyu ni mshikaji ambaye alikuwa anapitia wakati mgumu sana baada ya kuamka na kukuta nchi nzima yupo peke yake, huku ndugu zake pamoja na marafiki zake wa karibu wakiwa wampoteza maisha. Asa Deli baada ya kufanya uchunguzi kwa muda mrefu sana, mwamba aliamini huenda ndio binadamu pekee ambaye alikuwa mbaki kwenye nchi hiyo, na hii ni baada ya kuona kila mtu ambaye alikuwa anamfahamu akiwa mpoteza maisha, na hili jambo lilimtesa sana Deli. Lakini mwamba baada ya kuona hana namna, ilibidi akubaliana na matokeo, na hapo ndipo Deli akaona njia pekee ni kuendeleza kuishi maisha yake kama alivyokuwa anaishi kipindi cha nyuma. Maana Deli alikuwa ni mfanya usafi kwenye baadhi ya nyumba za wapangaji kwenye nchi hiyo, na hii ni kazi ambayo Deli alikuwa anaendelea kuifanya kila wakati, licha ya kwamba laundi mshikaji alikuwa mbaki peke yake. Na kwa sababu hizo nyumba zilikuwa ni nyingi sana, Deli aliona njia pekee ni kuziwekea alama, maana hizi nyumba zilikuwa zikaliwi na watu tena. Na Deli baada ya kumaliza tu jambo hilo, mwamba aliondoka na kurudi zake nyumbani, ambako huko Deli alionekana akiwa na mawazo mengi sana, na hii ni baada ya kuanza kusikia sauti za ajabu, jambo lilofanya Deli aanze kuhisi huenda kwenye nchi hii kuna watu wengine pia wapo hai. Na hapo ndipo Deli akaanza kufanya uchunguzi, ikiwezekana ajue huyo mtu ambaye yupo hai ni nani. Sasa Deli baada ya kufanya uchunguzi kwa muda mrefu sana, mwamba alifanikiwa kuiona gari ambayo ilikuwa mpata ajali pembezoni mwa nyumba yake, na ndani ya gari hiyo kulikuwa kuna binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Grace. Na mchizi baada ya kumuona tu binti huyo, mwamba alijua kwamba huyu binti amelewa, na hapa alipo ampoteza kabisa fahamu. Na hapo ndipo Deli kabidi amchukue Grace na kwenda kumpa msaada. Sasa Deli baada ya kumpatia msaada Grace, baada ya muda mfupi binti aliamka na fahamu zilirudi, ingawa alikuwa ajui ni nani ambaye alikuwa amempatia msaada, maana Deli baada ya kumsaidia tu binti huyo, pale pale mshikaji akaondoka. Ila Grace naye baada ya kuona nyumba yote ipo kimya, binti alitaka aondoke kabisa kwenye nyumba hiyo, lakini kabla hajafanya jambo lolote lile, pale pale Deli naye akawa ameshafika. Sasa binti baada ya kumuona tu Deli, binti alipata mawazo mengi sana, huku akiwa anamuuliza huyu mshikaji ni nani, maana watu wote wamefariki. Lakini hilo swali lilikuwa ni gumu sana upande wa Deli, maana mwamba alishindwa kumjibu Grace jambo lolote lile, jambo lilofanya binti abaki akiwa anaendelea kujiuliza huyu mwamba ni nani. Ila Deli kwa sababu alikuwa shazoea maisha ya kuishi peke yake, mwamba ilibidi amfukuze Grace na kumwambia kwamba inabidi aondoke, ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Grace, maana binti alikaza na kusema yeye anachohitaji ni kubaki na Deli. Na Deli kwa sababu alikuwa ni mshikaji ambaye amezoea kuishi peke yake, alienda kumkataa Grace na kusema yeye anachohitaji ni kuona binti anaondoka kwenye eneo hili. Lakini Grace baada ya kumforce Deli kwa muda mrefu sana kwamba yeye hahitaji kwenda sehemu yoyote ile, anachohitaji ni kubaki na Deli, mwamba ilibidi akubali tu kuishi na Grace, lakini kwa masharti maalum. Maana mchizi alimwambia Grace kwamba yupo tayari kuishi na Grace, lakini hawahitaji kuzungumza jambo lolote lile. Sasa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Grace, maana binti hii alishindwa kabisa kuivumilia, na hapo ndipo binti akaona ni bora tu aondoke na amwache Deli aendelee kuishi tu peke yake. Sasa Deli naye baada ya kuona ni kama binti amekaza anahitaji kuondoka, mwamba ilibidi abadilishe mawazo na kumwambia binti kwamba utakiwa kwenda sehemu yoyote ile, maana tunahitaji kushirikiana vitu vingi sana. Sasa binti kwa sababu alikuwa anatamani sana kubaki kwenye mji huo, ilibidi amkubalie tu Deli. Lakini baada ya siku chache kupita, maisha yaliendelea kama kawaida, na Lloyd, Deli pamoja na Grace walianza kukusanya baadhi ya maiti ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye mji huo na kwenda kuzizika. Na baada ya kumaliza tu jambo hilo, maisha ya Deli pamoja na Grace yalianza kubadilika, maana walikuwa wanapatana sana, jambo ambalo binti hakulitegemea kabisa. Lakini baada ya siku chache kupita, Grace aliamua kwenda kwenye library anayofanya kazi Deli, ambako huko alifanikiwa kukutana na picha za ndugu zake, na binti baada ya kuziona tu picha hizo alihisi huenda ndugu zake watakuwa bado wapo hai. Na hapo ndipo binti akaamua kwenda kwenye nyumba ambazo walikuwa wanaishi ndugu zake, ikiwezekana ajue kama ndugu zake watakuwa ni wazima au wameshafariki. Lakini binti baada ya kufika tu kwenye nyumba hiyo hakufanikiwa kumkuta mtu yoyote ule zaidi ya mbwa wake, jambo lilofanya Grace amchukue mbwa huyo na kwenda kuishi naye nyumbani kwa Deli. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Deli, maana Deli alikuwa hapendi kabisa maisha ya usumbufu, mwamba alikuwa amezoea kuishi peke yake. Ingawa hili jambo pia lilikuwa ni gumu sana upande wa Grace, maana binti alikuwa ameshazoea kuwa na company muda wote, maana hata alipokuwa anazungumza na Deli, mwamba alikuwa hataki kabisa kumsikiliza Grace, jambo lilofanya binti hao anajisikia vibaya kila wakati. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Lloyd Grace akiwa ametulia zake nyumbani na Deli. Kwa bahati mbaya sana mbwa wa Grace alianza kuharibu baadhi ya vitabu vya Deli, na mchizi baada ya kushuhudia jambo hilo, mwamba alipata hasira kinoma noma, maana hivi ni moja ya vitabu ambavyo anavipenda sana. Lakini binti licha ya kwamba alimuomba msamaha Deli kwa muda mrefu sana, lakini mwamba bado alikuwa na hasira, maana Deli aliona tangu anze kuishi na Grace vitu vyake vingi sana vimekuwa vikiharibika, na hii ni moja ya sababu iliyomfanya Deli awe anatamani sana kuishi peke yake. Lakini Deli kwa sababu ndio alikubali kuishi na Grace, mwamba ilibidi akubaliane tu na matokeo na kukubali maisha endelee kama kawaida. Ingawa huku upande wa pili wa Grace, binti alionekana akiwa na mawazo mengi sana, na hii ni baada ya kuona mbwa wake haonekani, na hata alipoingia mtaani kuanza kumtafuta mbwa huyo, hili jambo lilishindikana kabisa. Lakini Deli kwa sababu yeye ndo alikuwa amemfukuza mbwa huyo, mwamba alikuwa anafahamu kila kitu kinachoendelea, lakini hakuhitaji kumwambia Grace jambo lolote lile, maana yule mbwa amwharibia vitabu vingi sana. Lakini Grace naye baada ya kumtafuta mbwa wake kwa muda mrefu
mrefu bila mafanikio. Binti alianza kuhisi huenda Deli ndo aliyesababisha mpaka mbwa wake amepotea. Hasa Grace kwa sababu alikuwa na mawazo mengi sana, binti aliamua kunywa pombe na kumfuata Deli, ikiwezekana amwambie ni wapi alikompeleka mbwa wake. Hasa Deli naye baada ya kusikia maelezo yao kutoka kwa Grace, mwamba ilibidi amwambie ukweli tu binti huyo na kusema yeye hajazoea kabisa kuishi na wanyama na ndio style yake ya maisha tangu kipindi cha nyuma. Hivyo binti hatakiwi kumchukia kwa jambo lolote lile, maana mchizi hapendi kabisa wanyama. Na binti naye baada ya kusikia maelezo yao kutoka kwa mshikaji huyo, binti alianza kuhisi huenda huyu mshikaji ndio chanzo mpaka mbwa wake akatoweka. Lakini Grace kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu kumsamehe Deli na kukubali maisha yaendelee kama kawaida. Ingawa hili jambo lilikuwa linamuumiza sana Grace, maana binti alikuwa anampenda sana mbwa wake. Lakini siku zilipozidi kusogea, Grace pamoja na Deli waliendelea kufanya kazi ya kuendelea kusafisha mji huo. Ingawa hii kazi ilianza kuwa ngumu sana upande wa Deli, maana siku moja binti akiwa anaendelea kufanya usafi kwenye baadhi ya nyumba, alistuka sana baada ya kuona kuna nyumba moja haijafanywa kabisa usafi. Na hapo ndipo binti kabidi amfuate Deli na kumuuliza nini kilichopelekea mpaka nyumba hii haijafanywa usafi, maana hii nyumba ipo karibu kabisa na sehemu ambayo anaishi Deli. Hasa mwamba ilibidi amjibu tu Grace, ingawa mwamba alionekana akiwa na huzuni sana, maana Deli alimwambia Grace kwamba alishindwa kufanya usafi kwenye nyumba hii kwa sababu hii ndio nyumba ambayo alikuwa anaishi wazazi wake, na hata hizi maiti ambazo zipo ndani ya nyumba hii ni maiti za ndugu zake pamoja na wazazi wake. Hasa binti naye baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Deli, binti naye aliingiwa na huruma sana, na hapo ndipo binti kabidi amsaidie Deli kwenda kuizika miili hiyo. Na baada ya kumaliza tu zoezi hilo, Deli pamoja na Grace waliingia ndani ya gari kwa ajili ya kurudi nyumbani. Lakini kabla hawajatoka, Grace aliamua kumshika Deli na kuanza kumkisi, jambo ambalo Deli hakulitegemea kabisa. Lakini siku ikapita na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo Deli akiwa ametulia zake nyumbani, mwamba alistuka sana baada ya kuona Grace hayupo ndani humo. Lakini baada ya kumtafuta Grace kwa muda mrefu sana, mwamba alifanikiwa kumuona binti akiwa na watu ambao yeye hawafahamu kabisa, na hili jambo lilimfanya Deli apate mawazo mengi sana, maana mwamba alikuwa naamini hakuna mtu mwingine aliyebaki akiwa mzima zaidi yake yeye pamoja na Grace. Lakini Deli baada ya kumuuliza Grace hawa ni wakina nani, binti alisema hawa ni wazazi wake, na Deli kwa sababu alikuwa anaamini kwamba huu binti hana wazazi, hili jambo lilimpa hasira kinoma, maana alikuwa anajua kwamba huu binti huenda alikuwa anamdanganya. Ila binti ilibidi amwambie ukweli Deli na kusema hawa si wazazi wake wa kumzaa, ila hawa ni wazazi wake waliomlea, hivyo wamekuja kumchukua ikiwezekana waondoke eneo hili, maana wanahisi hili eneo halina usalama kabisa. Hasa Deli licha ya kwamba alimsikiliza Grace kwa umakini sana, lakini mwamba alikuwa muamini tena binti huyo, hivyo hakutaka kuelewa jambo lolote lile. Lakini hawa wazazi kabla hawajaondoka na Grace walianza kumwelekeza Deli ikiwezekana waondoke wote, maana walikuwa naamini hii sehemu sio salama kabisa. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Deli, maana mwamba alisema hawezi kwenda sehemu yoyote ile, maana hii ndio sehemu aliyozaliwa. Hasa wazazi baada ya kumwelekeza Deli kwa muda mrefu sana na kuona Deli amekaza, ilibidi wamchukue Grace na kuondoka zao. Hasa licha ya kwamba Deli alikuwa amezoea kuishi peke yake, mwamba Laundi aliumia sana baada ya kuona Grace anaondoka, maana mchizi alikuwa ameshazoea maisha ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na Grace, na hili jambo lilimfanya mwamba apate hasira nyingi sana, maana mshikaji alishindwa kabisa kuvumilia, jambo lilofanya Deli amfuate huko huko Grace alipoelekea. Ingawa hii safari ilikuwa na changamoto nyingi sana, maana mwamba akiwa zake njiani alistuka sana baada ya kukutana magari yakiwa mpaki katikati ya barabara, huku watu ambao walikuwa ndani ya magari hayo wakiwa wameshapoteza maisha. Lakini Deli kwa sababu alikuwa anahitaji sana kwenda kumchukua Grace, mwamba ilibidi aendelee na safari kama kawaida, na mwisho wa siku mwamba alifanikiwa kufika sehemu ambayo Grace alikuwa amepelekwa. Ingawa hili zoezi la kumchukua Grace lilikuwa ni gumu sana upande wa Deli, maana mchizi baada ya kufika kwenye chumba alichokuwepo Grace, Deli alistuka sana baada ya kushuhudia binti akiwa amefungwa mashine ya kumfanya apoteze kumbukumbu, jambo lilofanya Deli apate mawazo mengi sana. Ila mchizi kwa sababu alikuwa anahitaji sana kuondoka na Grace, ilibidi apambane na mwisho wa siku akafanikiwa kuitoa mashine hiyo. Ingawa zoezi la kuondoka na Grace lilikuwa ni gumu sana, maana wazazi walikataa kabisa Grace asiondoke, na walisema huu binti hawezi kwenda sehemu yoyote ile. Ila kwa sababu Grace alikuwa anatamani sana kuondoka na Deli, binti aliamua kufanya maamuzi magumu, maana binti aliamua kuwamaliza wazazi wake na mwisho wa siku akafanikiwa kurudi kwenye nchi ambayo alikuwa anaishi na Deli. Asa bwana, na mimi sina ziada, na ndio mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndiye kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama utakuwa unahitaji kupata full movies, basi ncheki kwa WhatsApp namba 0765 470 764. Ila kama unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.